Lakini kama unataka ushindi dhidi ya hiyo asili ya dhambi, unatakiwa kuenenda kwa Roho. Ndio maana nasema kwamba basi nasema enendeni kwa Roho. Na nimekuwa nikisema mara kwa mara kwamba kuenenda kwa Roho ni kumpa nafasi Roho Mtakatifu kukutawala na kukuongoza. Maana yake ni kufuata matakwa ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu yeye kazi yake ni kukuongoza katika kweli yote. Anakuongoza katika kweli ya Mungu, kwa maana ya neno la Mungu, kwa maana ya mapenzi ya Mungu. Kwa maana ukiongozwa na Roho utayafanya yaliyo mapenzi ya Mungu, kinyume na matakwa au mapenzi ya utu wa kale au mwili. Hiyo ni vita dhidi ya asili ya dhambi. Wewe hauwezi ukasema unafanikiwa kama haujashinda vita dhidi ya asili ya dhambi. Mafanikio kwa tafsiri ya ufalme wa Mungu yanaanzia hapo. Lakini kuna vita dhidi ya ulimwengu wa anguko, dunia ya anguko. Alisema Bwana Yesu ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini ipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Dunia ya anguko ni dunia ya dhiki. Ni dunia ambayo ina umaskini japokuwa utele upo. Ni dunia ambayo kuna vurugu nyingi, kuna magonjwa humo. Ni dunia ambayo kuna hatari nyingi au riski nyingi. Ni dunia ambayo ina machungu mengi na mambo mengi ambayo ni yenye kuumiza dunia. Lakini unatakiwa uishinde dunia. Sasa huo ndio muktadha wenyewe, kwamba unatakiwa ufanikiwe. Lakini wewe mwenyewe ambaye unataka ufanikiwe, kuna vita inayoendelea dhidi ya asili ya dhambi. Lakini unataka ufanikiwe katika dunia ambayo ni dunia ya anguko yenye shida nyingi. Lakini wakati huo unapambana na shetani na majeshi yake. Hiyo ni vita ya tatu. Vita ya kwanza nimeshaisema, vita ya pili nimeshaisema, vita ya tatu ndio hiyo sasa. Unapambana na shetani na majeshi yake. Unapambana na shetani na majeshi yake. Sasa tunapozungumzia mafanikio, maana yake tunazungumzia mafanikio katika muktadha wa namna hiyo. Sasa ndugu zangu wapendwa, hauwezi ukapata ushindi. Hauwezi ukapata ushindi dhidi ya asili ya dhambi, dhidi ya ulimwengu huu na dhidi ya shetani na majeshi yake bila kuzijua kanuni. Maana hata katika michezo kunapokuwa na mashindano, zipo kanuni ambazo zinaongoza mchezo husika. Na kwa habari za vita yote ile, kuna kanuni fulani ambazo zinaongoza vita. Ili upate ushindi katika vita yote ile, lazima kuwe kuna kanuni fulani. Kwa hiyo huwezi kupata mafanikio yote yale bila kuzijua kanuni. Kanuni za muhimu sana. Sasa hauwezi ukapata ushindi huo kwa matumizi tu ya nguvu. Unaweza kama unatumia sasa mabavu. Ni sawa na ambavyo Wafilisti kama wangeweza kutegemea nguvu za kawaida na majeshi yao, bado isingewasaidia. Hata kama wangejipanga kwa namna gani ili ya kwamba wakabiliane na Samsoni, wasingemweza Samsoni bila kuijua siri. Kwa hao watu walikuwa wana busara kuliko ambavyo wengi wetu hatuna busara siku hizi za leo. Hatutafuti kujua siri, kwamba nifanyeje, kuna kanuni gani, kuna siri gani ambayo ninatakiwa kuitekeleza ili ya kwamba niweze kupata mafanikio. Sasa siri ya nguvu ya kuzaa matunda katika ufalme wa Mungu, siri hiyo ni kuzijua kanuni za huo ufalme wa Mungu. Hiyo ndio siri ambayo nataka tujifunze. Siri ya nguvu ya kuzaa matunda katika ufalme wa Mungu ni kujua kanuni. Kwa siri ambayo natakiwa kujua ni kanuni zile ambazo
zinaendesha huo ufalme wa Mungu. Ukizijua kanuni hizo na ukazitekeleza kanuni hizo, wewe utapata ushindi.